Tunafahamu jambo ambalo limetokea siku ya leo kuhusiana na Kariakoo Derby, ambapo mchezo mkubwa zaidi Afrika Mashariki na Kati wa Kariakoo Derby kubwa ambayo ilikuwa inawakutanisha Young Africans dhidi ya Simba Sport Club iliyopangwa kucheza kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa Machi 8 leo majira ya saa 1:15 ilivyoahirishwa na bodi ya ligi kutokana na mambo kadhaa ambayo kwenye taarifa kwa umma bodi ya ligi walielezea kuhusiana na jambo kubwa ambalo limesababisha kuahirisha mchezo huo. Sasa watu wengi walikuwa wakisubiri kuona tamko la viongozi wa klabu ya Yanga kuhusiana na kuahirishwa kwa mchezo huo, na je, upi ni msimamo wao kuelekea kwenye maandalizi ya michezo mingine, na je watacheza mchezo mwingine wa derby kama ambavyo taarifa ya bodi ya ligi imeeleza kwamba watapanga tarehe nyingine ya mchezo huo. Sasa makamu wa rais wa klabu ya Yanga Arafat Haji ameeleza au ameandika kupitia ukurasa wake wa Instagram kuhusiana na msimamo wa viongozi wa Young Africans ikiwa kama watacheza derby nyingine. Arafat Haji ameandika hivi: ndugu wananchi, kwa dhati ya moyo wangu niwapongeze kwa kufika uwanjani kutoka kona zote nchini. Mliosafiri kwa anga, mliosafiri kwa magari, mliopanda pikipiki, mliopanda boti, hadi watembea kwa miguu, yote ni kwa ajili ya Yanga Afrika. Huu sio tu upendo bali mahaba ya kulevya kwa klabu hii bora zaidi nchini. Ndugu wananchi, poleni kwa kadhia ya leo. Sisi kama viongozi mliotupa dhamana kusimamia hii chapa kwa niaba yenu, tumepigana, tumehakikisha mawazo yenu, matakwa yenu na sauti yenu inasikika kwa sauti ya juu sana. Kwa kuheshimu mpira wa miguu na kuheshimu uthubutu, tuliandana kuleta timu uwanjani tayari kwa kushindana, ila aliyotokea yametokea. Ndugu wananchi, poleni kwa kupoteza muda wenu, kwa kupoteza fedha zenu kwa ajili ya mechi hii kubwa na ya kihistoria. Ninyi ni sisi na maumivu hayo ni yetu sote. Kama ambavyo tumeimba pamoja, tumelia pamoja, basi hata sasa mpaka milele tupo pamoja. Hilo likae vyema kwenye kumbukumbu kuwa sisi ni Yanga. Wachezaji na benchi la ufundi, asanteni kwa heshima mliowapa wapenzi wa soka nchini bila kujali timu zao. Mmehakikisha mpira wa miguu umeshinda. Kuna wakati sio swala la mshahara wala posho, bali heshima kwa nembo ya kijani na njano. Asanteni vijana kwa kufika na angalau mashabiki wameweza kuwaona na kuwalaki. Wananchi, mechi yetu dhidi ya mtani wetu Simba imeisha leo kwa msimu 2024-25 raundi ya pili, na ileweke vyema hakutakuwa na mechi nyingine, sehemu nyingine, siku nyingine na tarehe nyingine yoyote ya kuhusu Yanga dhidi ya Simba kwa ligi kuu. Iwekwe sawa kwenye kumbukumbu na ikolezwe vyema kwa wino kuwa it is done and dusted. Sisi tunasonga mbele na ratiba zingine. Hii ndiyo sauti yenu moja, kamba moja ya daima, mbele nyuma mwiko, na tutahakikisha hapo. Wananchi, niwatakie safari njema wananchi wote kurejea makwenu. Mungu awalinde, awatunze, mkaungane tena na familia zenu. Tutakutana tena wakati mwingine panapo majaliwa inshallah. Arafat Haji, makamu wa rais wa klabu ya Yanga, amemaliza hivyo kwenye ujumbe ambao ameandika kuhusiana na Kariakoo Derby, ambapo kitu kizito ambacho amekazia makamu wa rais wa klabu ya Yanga ni kwamba mechi kati ya Young Africans na Simba Sport Club kwa raundi ya pili kwenye ligi kuu soka Tanzania bara msimu 2024-2025 imeishia hapo. Hawatakubali kucheza mechi nyingine mahali pengine, siku nyingine wala tarehe nyingine. Yani kwa raundi ya pili Young Africans wamemaliza hivyo. Yani inamaanisha kwamba hata ikiwa kama bodi ya ligi wataandaa mchezo mwingine, basi wao kama klabu ya Yanga hawako tayari kwenda kucheza mchezo mwingine mahali popote, sehemu nyingine. Ikiwa akisema kwamba hii ndio kauli ya wananchi wa mashabiki wote wa klabu ya Yanga ambao waliwachagua wao kuweka madarakani, na wameadhimia kwa pamoja kwenda na adhimio hilo kwamba hawatocheza mchezo wote wa ligi kuu soka Tanzania bara. Ukisoma barua ya bodi ya ligi ambayo wameitoa siku ya leo kuhusiana na sababu ambazo zimepelekea kuahirishwa kwa mchezo huo, wanasema kwamba kamati ya uendeshaji na usimamizi wa bodi ya ligi kuu katika kikao chake leo Machi 8 ilipitia shauri la klabu ya Simba kuzuiliwa kuingia kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa kwa ajili ya kufanya mazoezi ya mwisho kuelekea mchezo namba 184 wa ligi kuu ya NBC Young Africans dhidi ya Simba Sport Club uliopangwa kufanyika kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa leo kuanzia majira ya saa 1:15 usiku. Katika shauri hilo klabu ya Simba iliandikia barua bodi ya ligi kueleza kuhusu tukio tajwa hapo juu, huku pia ikieleza nia yao ya kutoshiriki mchezo huo kwa sababu imezuiliwa kutumia haki yao ya kanuni kama ilivyoainishwa kwenye kanuni ya 1745 ya ligi kuu kuhusu taratibu za mchezo. Baada ya kupokea barua hiyo, bodi ya ligi kuu iliwaagiza maofisa wake wa mchezo ambao walishuhudia tukio hilo kutuma taarifa ya tukio haraka ili kufuata hatua zinazostahili ziweze kuchukuliwa, ikiwemo kuitishwa kwa kikao cha dharura cha kamati ya uendeshaji wa usimamizi wa ligi. Baada ya kupata taarifa mbalimbali zikiwemo za maofisa wa mchezo na vyanzo vingine, kamati ilibaini kuwa klabu ya Simba
wakati ikielekea kutumia haki yake iliyoainishwa kwenye kanuni ya 1745 ya ligi kuu, haikuwasiliana na ofisa yoyote wa mchezo, timu mwenyeji wala mamlaka ya uwanja kuhusu nia yao ya kufanya mazoezi katika uwanja huo ili maandalizi ya kanuni yafanyike. Katika taarifa hizo, kamati ilibaini pia kuwa walinzi ambao baadhi walifahamika kwa sura na kuwa ni wa klabu ya Yanga walishiriki tukio la kuzuia basi la klabu ya Simba kuingia uwanjani kinyume na matakwa ya kanuni ya 1745 ya ligi kuu kuhusu taratibu za mchezo. Kwa sababu pia bodi ya ligi ilipokea taarifa za ofisa wa usalama wa mchezo ambao imeainisha matukio kadhaa yaliyoambatana na tukio hilo la klabu ya Simba kushindwa kufanya mazoezi, na kwamba baadhi ya matukio yanahitaji uchunguzi ambao hauwezi kukamilika kwa wakati huu. Bodi ya ligi kupitia kamati yake ya uendeshaji na usimamizi wa ligi kuu imeamua kuahirisha mchezo tajwa hapo juu kwa mujibu wa kanuni ya 34 kifungu cha kwanza 1.3 ya ligi kuu kuhusu kuahirisha mchezo ili kutoa nafasi ya kupata taarifa zaidi zinazosaidia kufanya maamuzi ya haki. Bodi itatoa taarifa kamili kuhusiana na tukio hilo na kutangaza tarehe ya mchezo huo mapema iwezekanavyo. Hiyo ni taarifa ya bodi ya ligi wakieleza namna ambavyo wamefuata taratibu za kuahirisha mchezo huo, lakini kwa kile ambacho kilitokea siku ya jana. Kwa hiyo kwa kauli ambayo imetolewa pia na bodi ya ligi, lakini pia imetolewa na makamu wa rais wa klabu ya Yanga Arafat Haji kwamba hawatocheza mchezo wote mahali popote, ni wazi kwamba huenda msimu huu ukawa na ugumu sana kwenye mchezo wa Kariakoo Derby. Pengine mchezo huu huenda usichezwe, tukasubiri mpaka msimu unaokuja, au kama watakutana kwenye kombe la shirikisho la CRDB. Lakini kwa kauli ambayo imetolewa na Arafat Haji ni kwamba Young Africans hawako tayari kucheza mchezo mwingine wa derby, lakini pia bodi ya ligi wao wanajiandaa kupanga tarehe mpya ya derby. Ikiwa kama Yanga hawatocheza mchezo wa derby, basi huenda kuna kanuni zingine itabidi zitumike, kwa sababu ni ngumu sana kuamua bingwa bila timu kumaliza mechi zake zote kwenye ligi msimu huu. Unaona maana gani na hichi ambacho kinaendelea? Dondosha comment yako, lakini pia usisahau kusubscribe na kuturn on post notification. Hii ni Scope Media. Till next time, bye bye. Hivi ndugu wananchi, kwa dhati ya moyo wangu niwapongeze kwa kufika uwanjani kutoka kona zote nchini. Mliosafiri kwa anga, mliosafiri kwa magari, mliopanda pikipiki, mliopanda boti, hadi watembea kwa miguu, yote ni kwa ajili ya Yanga Afrika. Huu sio tu upendo bali mahaba ya kulevya kwa klabu hii bora zaidi nchini. Ndugu wananchi, poleni kwa kadhia ya leo. Sisi kama viongozi mliotupa dhamana kusimamia hii chapa kwa niaba yenu, tumepigana, tumehakikisha mawazo yenu, matakwa yenu na sauti yenu inasikika kwa sauti ya juu sana. Kwa kuheshimu mpira wa miguu na kuheshimu uthubutu, tuliandaa na kuleta timu uwanjani tayari kwa kushindana, ila aliyotokea yametokea. Ndugu wananchi, poleni kwa kupoteza muda wenu, kwa kupoteza fedha zenu kwa ajili ya mechi hii kubwa na ya kihistoria. Ninyi ni sisi na maumivu hayo ni yetu sote. Kama ambavyo tumeimba pamoja, tumelia pamoja, basi hata sasa mpaka milele tupo pamoja.